Kesho yake, nilijaribu kurudi katika maisha ya kawaida, kupika, kupanga, kujisomea, lakini kila sauti ya ujumbe ilinishtua. Mchana, ujumbe mwingine ukaingia. Una masaa 48. Hakuna maelezo, hakuna namba. Miguu yangu ikalegea. Sauti ya Hemed, hasira iliyodhibitiwa. Nilimwonyesha Hemed ujumbe. Uso wake ukabadilika. Hii sio mchezo tena. Alichukua simu. Nitawasiliana na mtu. Nani? Niliuliza kwa hofu. Mtu anayejua kushughulika na vitisho. Niliona hofu machoni mwake. Sio kwa ajili yake, bali kwa ajili yangu. Sauti ya kumbukumbu. Familia. Wakati huo huo, mama yake Hemed alinipigia. Bella mpendwa, unaonekana umepotea. Nilishindwa kujizuia. Nililia. Mama akanifariji. Usijifiche. Familia ni ngao. Maneno yale yalinipa nguvu, lakini pia yalinifanya nijilaumu zaidi. Sauti ya shinikizo. Usiku ulipokaribia, Hemed alipokea simu. Alitoka nje kuzungumza. Nilimwangalia kupitia dirisha. Uso wake ulikuwa mgumu. Aliporudi ndani, hakuniangalia machoni. Ni nani? Niliuliza. Alinyamaza kwa sekunde chache. Ni mtu wa zamani, alisema. Anasema anaijua hiyo video. Moyo wangu ukapiga kwa nguvu. Ni nani? Hemed alinitazama. Macho yake yalikuwa mazito. Ni mtu niliyemwamini sana. Hemed alitoa sentensi moja tu. Bella, tatizo hili halikutoka mbali. Nilihisi tumbo langu linazama. Ni nani huyo wa zamani? Je, ana uhusiano gani na Romy? Na je, ukweli ambao Bella bado anauficha utamgharimu hipi? Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Kikuyu Mbeya au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi nami nitapita kukujibu. Kisha tuendelee na story. Maneno ya Hemed yalibaki yakizunguka kichwani mwangu. Tatizo hili halikutoka mbali. Nilikaa kimya, nikimwangalia, nikijaribu kusoma uso wake. Unamaanisha nini? Niliuliza kwa sauti ya tahadhari. Hemed hakujibu mara moja. Alikaa chini, akasugua uso wake kwa mikono. Bella, kuna watu wanajua mambo yangu kuliko unavyodhani. Moyo wangu ukadunda. Na kuna watu hawajawahi kunipenda nikiwa na furaha. Nilihisi baridi ikipita mgongoni. Unadhani ni nani? Niliuliza. Hemed akainua macho. Ndugu wa karibu. Nilishtuka. Vipi? Siwezi kukuambia jina sasa, alisema. Lakini nina uhakika mmoja. Mtu huyo anajua kuhusu safari yako. Nilihisi kifua changu kinabanwa. Safari gani? Nikauliza, nikijifanya mjinga. Hemed alinitazama. Kimya kikatawala. Kisha akasema kwa sauti ya chini, Arusha. Nilinyamaza. Sekunde zikapita. Umenidanganya? Aliuliza. Sauti yake haikuwa ya hasira, ilikuwa ya maumivu. Nilimeza mate. Nilikuwa naogopa kukuambia. Kwa nini? Nilitaka kusema ukweli wote, lakini maneno yakakwama. Nilikuwa nahitaji pesa, nikasema. Nilikuwa nimeshikwa na maisha. Hemed alisimama ghafla. Kwa hiyo uliamua kuniacha gizani? Nilianza kulia.
sikutaka kukupoteza. Maneno yale hayakumfariji. Hemed alichukua funguo. Nahitaji hewa, alisema. Akatoka nje. Mlango ukafungwa. Nilikaa pale peke yangu, nikiwaza, labda ningesema ukweli mapema. Labda nisingekuwa hapa. Dakika zikaenda. Saa zikapita. Simu yangu ikaita. Ujumbe mpya. Masaa 24. Hakuna jina, hakuna maelezo. Nilitetemeka. Nikampigia Hemed. Hapokei. Nikamtumia ujumbe. Hakujibu. Nilikaa kitandani. Nikakumbatia magoti. Nilimkumbuka mama. Nilimkumbuka baba. Nilijisemea, kwa nini kila nikianza kuamini mtu, maisha yanakuja kunionyesha kuwa niko peke yangu? Kesho yake, nilitoka nje kwa mara ya pili baada ya siku nyingi. Nilivaa miwani. Nilitembea haraka. Nilipokuwa karibu na barabara, nikaona gari likisimama polepole pembeni. Dirisha likashuka. Uso nilioujua ukaonekana. Nilihisi damu ikikimbia usoni. Bella, alisema kwa sauti tulivu. Tunaongea. Ilikuwa ni mtu yule aliyenipa tishu siku ya shule, yule mwanaume mzee kidogo. Huwezi kunikimbia, akaongeza. Ninajua kila kitu. Miguu yangu ikalegea. Nilipanda, kwa hofu, kwa kuchanganyikiwa. Wewe ni nani? Niliuliza. Akatabasamu kidogo. Naitwa Martin. Moyo wangu ukapiga kwa nguvu. Unataka nini? Kukuokoa, alisema. Lakini kwanza, lazima uniambie ukweli. Ukweli gani? Alinitazama kupitia kioo. Ukweli kuhusu Romy. Nilifunga macho. Nilijua. Siri ilikuwa imeanza kunivuka. Video hipo, alisema Martin. Na si Romy peke yake anayeimiliki. Nani mwingine? Niliuliza kwa sauti iliyokufa. Akasema taratibu. Mtu wa karibu sana na Hemed. Nilishtuka. Haiwezekani. Inawezekana, alijibu. Na ndiyo maana nataka kukusaidia. Gari lilisimama. Fikiria vizuri Bella, alisema. Utaendelea kuficha au utasimama na ukweli wako? Nilishuka, miguu ikitetemeka. Nilijua muda wa kucheza salama umekwisha. Nilipofika nyumbani, nikakuta Hemed amesimama mlangoni. Uso wake ulikuwa umejaa hasira na maumivu. Bella, alisema kwa sauti nzito. Niambie sasa hivi, ni nani huyo uliyepanda naye kwenye gari? Moyo wangu ukapasuka. Je, Bella atasema ukweli wote? Je, Martin ni mlinzi au adui? Na je, ni nani huyo wa karibu na Hemed anayehusika na video? Mpenzi mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, karibu sana kwenye familia yetu. Tafadhali usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, na muhimu zaidi, gusa hiyo alama ya kengele. Hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa au notification kila tunaposhusha mwendelezo wa simulizi hii mpya. Karibu tuwe pamoja. Hemed alikuwa amesimama mlangoni. Macho yake hayakucheka. Mikono yake ilikuwa imekaza. Bella, alisema kwa sauti nzito. Niambie ukweli sasa hivi. Nilisimama mbele yake, nikihisi kama dunia imenikalia kifua. Ni nani huyo uliyepanda naye kwenye gari? Nilimeza mate. Ni mtu aliyenisaidia, nikasema kwa sauti ya chini. Alikusaidia vipi? Kimya. Sekunde zilitanda kama mawingu mazito. Anaitwa Martin, nikasema hatimaye. Alinionyesha njia siku moja. Hemed alicheka kwa uchungu. Bella, hiyo siyo jibu. Nilihisi machozi yanapanda. Nilitaka kusema kila kitu, lakini niliogopa. Kwa sababu kusema ukweli wote kulimaanisha kumuumiza.
Kuna watu wanatishia, nikasema taratibu. Kuna video. Hemed alishtuka. Video gani? Nikashusha macho. Ya tukio la Arusha. Sauti ikatetemeka. Sauti ya hasira iliyodhibitiwa. Hemed alipiga hatua nyuma. Kwa hiyo ulisema nusu ya ukweli? Alisema kwa uchungu. Na uliendelea kunificha? Nilikuwa naogopa, nilihofia kukupoteza. Na sasa, unadhani nimejisikiaje? Maneno yake yalikuwa makali, lakini macho yake yalikuwa na maumivu. Je, ulilipwa? Aliuliza ghafla. Swali hilo lilinigonga moja kwa moja. Nilinyamaza. Hemed alijua. Ulipokea pesa, alisema. Nilitikisa kichwa polepole. Ndiyo, sauti yangu ilikuwa karibu ipotee. Hemed aligeuka, akatembea sebuleni. Kwa hiyo suala sio video tu, alisema. Ni maamuzi. Na huu sio mwisho wa burudani. Hapa kwenye chaneli yetu tuna maktaba ya simulizi nyingine kali ambazo huenda bado hujaziona. Kuna visa vya mapenzi, ujasusi na mikasa ya kweli inayotikisa. Usiondoke Kapa, chagua moja kati ya video zinazoonekana hapo kwenye kioo chako sasa hivi na uendelee kuburudika.